Naam, ni dakika 90 zimekamilika. Wekundu wa Msimbazi 0, wenyeji TR United nao ni 0 katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na upande mwingine Mbeya City nao ni 0, Azam FC nao vile vile hawajapata kitu. Hayo ndio matokeo ya siku hii ya leo katika mechi mbili za ligi ya NBC ambayo inatufikishia tamati, na kuja katika uchambuzi ambapo nipo naye Ramadhani Mbwaduke pamoja na Amri Kiemba kuweza kuangalia yale ambayo yamejikita ndani ya dakika 90 katika michezo miwili, tukianza na mchezo ambao kisha TRA na Simba. Dakika 45 Mbwaduke tulizungumza vizuri tu. Ingawa tulikuwa tuna muda mrefu wa kuweza kuzungumzia yale. Kipindi cha pili kimeanza, TRA yuko na badiliko la kwanza, lakini tunakuja kushuhudia pesa ambayo walikuwa nayo Simba kipindi cha kwanza sio ile ambayo inakwenda kipindi cha pili. Nini kilipelekea hiyo kwanza? Moja wapo ni namna ambavyo na TRA walivyokuwa wakicheza, kwa sababu tangu baada ya kubadilika kile kipindi cha kwanza, kuna nyakati walibadilika kutoka kwa wanapishana na Simba wakawa wanazuia zaidi. Kipindi cha pili kuanzia dakika ya kwanza ikawa wanakuwa wengi zaidi katika kuzuia. Lakini pia Libase Geye leo naweza kusema naye, kwa sababu katika mashambulizi ya Simba tunazungumza mainjinia ni Libase Geye, ni Anise Ura. Libase Geye especially nazungumzia kwenye kipindi cha pili hakuwa bado Libase Geye yule. Ndio maana hata mwalimu alipokuja kumtoa kumuingiza Maurice Abraham, unaelewa ni kwa sababu gani. Kuna kipindi alikuwa anapambana mpaka anajaribu kuingia ndani, akitoka watu wawili wanafika hawa akina Nasri Kombo kujaribu kwenda kublock. Kwa hiyo hicho unachotoka ukisema kimechangiwa pia na namna ambavyo TRA walikuwa wanauendea mchezo, hasa katika kipindi cha pili, kwamba wanazuia zaidi. Imechangia sana. Naam, Kiemba, kuna factors nyingi ambazo coaches baadaye za kukwambia kwamba tukuzungumza au tumezungumza, lakini wewe kwa kuweza kuangalia sasa dakika 45 za kipindi cha pili, nini ambacho kilikuwa kimemiss kwa baadhi ya wachezaji ambacho anakizungumzia Mbwaduke, lakini na kwa TRA ambao nao walikuwa wanapata sehemu ya kuwa na nafasi kushindwa kuzitengeneza au kurekebisha na kuzifanya ziwapatie matokeo? Kwanza unaweza kusifia TRA na mpango wao ambao walikuja nao, hususan baada ya dakika 10 za kwanza waligundua kuanza kutengeneza mashindano ya mmoja kwa mmoja dhidi ya Simba yanaweza yakawaletea madhara. Kwa hiyo wakajaribu wao kukaa wengi nyuma mpira na kuacha watu ambao walikuwa wanahusika sana na kucheza mpira, wakiwa ni Rushen na Ture ndio ambao walikuwa wanahusika sana na mpira wakati Simba ina mpira. Kwa nini? Kwa sababu waliamua wao kutokuwekea shinikizo. Lakini pindi mpira unapokuwa katikati ya kiwanja, mashinikizo yalikuwa ni mengi, na utaona pasi nyingi zilikuwa ni square na back pass za Simba. Kwa hiyo TRA walifanikiwa, na ndio maana utaona kwa sababu ya huo wingi wa watu, na bahati mbaya leo Libasi alikuwa kila mpira akipata anataka kuingia ndani ambako kuna kiwingu cha watu, kwa hiyo ikaonekana na yeye ameshafichwa. Lakini upande ambao walikuwa wanacheza Anicent Oura pamoja na Kibabage, unaweza kusema pia leo nao ulikuwa una kazi ya kuzuia. Kwa hiyo wakati mwingine wakawa wamegawana vipindi vya kushambulia, hawaoni kama ni upande ambao unashambulia muda wote kama ambavyo Simba imekuwa ikicheza. Kwa hiyo walikuwa na kazi pia ya kurudi kumdefend Chobwedo ambaye alikuwa akipata mpira jeshi la mtu mmoja anajaribu kupushi walau mita 20 kuwarudisha Simba kwenye eneo lao. Kwa hiyo iliwasaidia TRA kujikuta muda unaondoka na unazidi kwenda. Na bahati nzuri kwenye mchezo Pato, kadri muda unavyokwenda Simba na TRA, confidence inaongezeka kwa TRA na inazidi kupungua kwa Simba, kwa sababu ni wao ni ile nembo yao lazima waitetee kwa kupata ushindi, na TRA nembo yao kwa sare inatosha na wanaweza wakarudi wakajipongeza. Kwa hiyo unaona Simba hali ya kujiamini ilianza kupotea. Tazama, aliingia Loemba, karibu pasi zake 7 ni 6 zote zilinaswa mara kila inaofuata, yani pasi karibu 4 mfululizo zote zinapotea. Kwa hiyo ukiangalia mchezaji ambaye ametoka kwenye benchi amekuja kuingia kwenye mchezo, bado anakuja na ndo anakuwa anapoteza mpira. Tazama, Abraham ameingia amepoa kule, wamemwekea kaeneo kadogo ambako TRA wamemfungia acheze hapo hapo. Kwa hiyo kajikuta Simba maarifa mengine yamekosekana ya kuweza kuwafungua TRA. Wakati huo TRA walikuwa na nafasi nzuri ya kuwajibu Simba mashambulizi na kuweza kuwafunga, japo nao kama kadri dakika zilivyokuwa zinaenda uhitaji wao wa sare ulikuwa ni mkubwa kuliko kushinda. Kwa hiyo kajikuta nguvu ya kujibu mashambulizi pia wameipunguza, lakini all in all naweza kuwasifia kwa kuendelea kufanya Arusha kuwa sehemu ngumu kwa wapinzani. Lakini kingine Pato, hata katika mechi iliyopita ambayo Simba walishinda 3-0,
walijitahidi sana kufunga, lakini Simba wana silaha yao huwa ya ziada wanaitumia sana hivi karibuni, mipira ya kutenga. Wazuri sana katika kutumia hizo nafasi. Hiyo mechi walioshinda 3 dhidi ya TRA United yote ni mipira ya kutenga. Nakumbuka vizuri tulishakumbushana kwamba mkwaju wa penalty Nixon Kibabage wakati anaingia alichezewa foul na Nasri Kombo, lakini kuna Neo Maema ambao ni foul alifanywa Libase Geye akapiga vizuri, lakini bao la 3 ilikuwa ni kona ikapigwa fupi, Mpanzu akaitengeneza akafunga Yusuf Kagoma. Leo Simba kwenye silaha yao hiyo kuna mambo mawili. Kwanza, TRA wameonekana kujipanga zaidi jinsi ya kuzicheza, lakini la pili ndio kubwa. Na wao leo hawakuwa siku yao nzuri ofisini katika kutumia hiyo mipira, kwa sababu Rushaine De Reuck ni mzuri sana katika kufunga na anajua pa kusimama. Alipata mpira ambao yeye alitakiwa arenge tu goli, ungeenda langoni kwa sababu kipa alikuwa out of position, yani nafasi aliyokuepo. Hii hapa tazama. So unaona? Sasa hii ndio ambayo Simba wakibanwa katika mechi. Hii ndio silaha ya Steve Barker huwa anafunga sana. Hapo kakosa, lakini kuna mpira mwingine tena. Ilikuwa nadhani alikuwa Selemani Mwalimu pia. Ulikuwa mpira wa kutenga. Akakosa ambao angeulenga tu ungekuwa bao. Imetokea mipira kama 3 ya mipira ya kutenga ambayo siku nyingine huwa wanafunga. Kwa hiyo pamoja na kuwasifu Tabora United kwa namna walivyocheza, kuziba mianya, halafu wakiwatumia watu wachache kuleta matatizo kwa Simba, kwa sababu alipokuja kuingia Ami Mapaka naye alichangia kupunguza kasi ya Simba katika uanzishaji mashambulizi ya haraka, kwa sababu ilikuwa kazi anayoifanya Chobwedo peke yake, kumfanya Nixon Kibabage yale makali yake yasionekane, muda mwingi atekeleze majukumu mama ya kuzuia. Lakini pia ni kwamba Simba wenyewe ile silaha yao ambao huwa wanaitumia katika kufunga leo ilikataa. Tukizungumzia Tabora United zamani wakitambulika kama TRA wakitambulika zamani Tabora. Tunakuwa majina hayo na mbana Singida wakaamua kusema BS. Kwamba watu wasivurugikiwe. Lakini swali lingine Kiemba ambalo tunaweza kuzungumzia hapa. Ambao tunaenda kuliangalia kwenye mechi ya pili. Wakati tunaziangalia takwimu ambazo ziko hapa sasa hivi zikiwa zinakuja. Fatigue ya mchezo au dabi ya Mzizima. Inaweza ikawa ni mchango gani katika hiki, kwa sababu tukiangalia hapa umiliki 55 kwa 45, kadi nyekundu ni 1, kadi ya manjano ni 2 kwa 1, ukiangalia kuotea ni mara 1 kwa 0, madhambi ni 8 kwa 4, lakini vile vile kona ni 5 kwa 4, mipira ambayo imeenda nje kwa maana ya kwamba off target ni 4 kwa wenyeji, 6 kwa wageni Simba, na ambayo imelenga kwa wenyeji ni 1, Simba ikiwa ni 4. Ukitazama mchezo hizo takwimu zinaweza zikawa zinakueleza mbali na TRA kuwa wengi kwenye eneo lao la kujilinda, lakini bado waliweza kufanya fouls chache sana ambazo inawezekana kwenye mchezo kama huu ungetarajia kuona fouls zikiwa zaidi ya 30, kwa sababu muda mwingi wao waliamua kuchagua kuwa nyuma mpira, lakini walikuwa very smart kwenye kudefend na kwa hilo unaweza kuona hata idadi ya kadi za njano ni 2 kwa 1, ambao ni amepata mchezaji mmoja kadi 2 za njano na kupelekea kupata red card. Kwa hiyo ni mchezo ambao haukuwa unaonekana kama ni mchezo wa kupaniana, bali ulikuwa ni mchezo wa kushindana kimbinu, na kwa sababu kazi rahisi ni kuamua kuchagua kujilinda, kwa sababu mna uwezo wa kwenda pamoja, na bahati mbaya wakuta wachezaji ambao ni tegemezi wa Simba kwenye kuzifungua timu pinzani, na tuumzia ni Sentoura pamoja na Libasege, hawakuwa kwenye hali nzuri. Tunaweza kuzungumzia huo mchezo ambao umepita wa daraja A ambao unaweza kuwa umewaacha na hiyo uchovu ambao kwa siku 2 unaweza usitoke. Kwa hiyo kunaweza kukawa na hizo za factor kama sehemu ya kukosekana ubora ambao wachezaji walikuwa wanao kwenye mechi 3 nyuma. Lakini pia unaweza ukakiona sasa kwa namna ambavyo kikosi cha Simba pia kina struggle kwa ule wingi, na unasema kuwa na kikosi kipana. Pia wana struggle baada ya labda Mpanzu kuwa kwenye changamoto. Tuliona Loemba naye hakuwepo, ndo anarudi. Kwa hiyo kuna kikosi kadogo ambako mwalimu inabidi akatumie hako kwenye hizo mechi ambazo ziko baada ya siku 3 kuweza kufanikisha malengo ya club. Okay, sisi hatuko mazoezini, lakini kama sijaja kwamba Duke hatuko mazoezini. Mbegu tumemzoea kumuona kuanzia kule alipo season yote akicheza kama mlinzi. Unadhani Baka leo aliona nini kusema kwamba ngoja nimlete Mbegu katika nafasi wakati anaye striker kialisia?
Nadhani cha kwanza ambacho mimi nilifikiri kwamba mwalimu ametazama akaona amepunguza watu ambao wana karakta ya ulinzi ndani ya kiwanja, haswa katikati ya kiwanja. Kwa hiyo kuna madhara mengi ambayo yanaweza kuzaliwa kwa kubaki na Kagoma peke yake. Kuna baadhi ya counters zilikuwa zinapigwa hazina mtu wa kuzistop. Kwa hiyo mimi nikafikiria amemuingiza Mbegu ili walau waongeze hiyo karakta ya kujilinda katikati ya kiwanja, huku wale wachezaji wanaocheza maeneo ya ushambuliaji wakipishana ile eneo la kushambulia na kufanya hiyo likawa ni eneo huru ambalo mtu yote anaweza kulikimbilia na kulitumia. Mwaduke? Ni hivyo, kwa sababu unajua alikuwa amemtoa Alassane Maodo Kante. Kilichoonekana baada ya kutoka Alassane Maodo Kante pale kati Simba palionekana pako loose sana, kiasi ya kwamba TRA wakawa wanapita sana. Kwa hiyo baadaye unajua walimu huwa ndo ile unaulizana maswali unatafuta majibu, unauliza maswali unatafuta majibu. Kwa hiyo akagundua kuna swali lingine ambalo linatakiwa lipatiwe majibu. Unafanyaje? Ndio unamleta kijana huyo Mbegu ambaye kimsingi ndiye alikuja kumponza. Ameingia tu akamponza Valentino Uma kwa movement zake, kwa sababu alilazimika kucheza faula ambayo ikazaa kadi ya pili ya njano, akapata kadi nyekundu. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kutafuta jibu la maswali yaliokuwa yanajitokeza baada ya kuondoka kwa Alassane Maodo Kante na kubaki na kiungo mmoja wa asili ya kuzuia. Kwa hiyo Kemba, hili linatupa jibu kwamba katika viwanja vya mazoezi walimu wanatumia wachezaji tofauti tofauti na kuona, kwa sababu mimi kama nilivyokuwa hapa nafikiri wengine wanaona kwa shangaa kwamba kwa nini mlinzi wa kati anaenda kutumika kama mshambuliaji. Ina maana kwamba kuna nyakati coaches huwa wanatumia baadhi ya wachezaji katika scrimmage zao kuona kama option A ikishirikana au B naweza nikamtumia nani. Huwa kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatumika kwenye maeneo tofauti tofauti kulingana na uhitaji. Kwa maelekezo kwamba bana wewe fanya 1 2 3, kwa sababu kwanza mwalimu anaweza kuangalia uwezo wako ukiwa na mpira na hauna mpira. Kwa hiyo anaweza kukuelekeza tu bana pato kwa uwezo wako. Wewe tukiwa na mpira fika sehemu fulani, hatuna fanya sasa kitu fulani. Basi anajua wewe unaweza ukakitekeleza kuliko mwingine ambaye anaona labda huyu ni wa upande mmoja. Ni timu tu ikiwa na mpira, tukiwa hatuna huyu nikimpa kazi kuna wakati atajisahau. Kwa hiyo uwanja wa mazoezi huwa unatoa option nyingi kwa mwalimu kuweza kuandaa wachezaji. Ikiwemo wakati mwingine mwalimu anaweza mkao mnafanya mazoezi tu pato akamtoa mchezaji kwenye timu yenu mkabaki pungufu. Kuangalia tu mnaweza kureact vipi, ili tatizo tutatatua vipi. Kwa anaweza kuacha mkacheza dakika 10 alafu akaja akatoa maelekezo, sasa nyinyi mlopungua chezeni hivi tuone. Anaandaa kwamba kuna siku inaweza kutokea kwenye mechi kama hivyo timu imepata red card. Unafanyaje? Ni kitu ambacho labda ukuwahi kabisa kugigusia. Unakuta kama mlishawahi mnaweza kusema tu okay, tunakwenda kwenye ule utaratibu ambao tulizoea, labda wewe utakuwa hapa tucheze. Ulikuwa unanyongeza? Nilikuwa naongeza kidogo sio sana. Kwa ningekuwa mshauri wa kocha Steve Barker, kuna baadhi ya mechi hizi silaha zake. Maki wote tunakubaliana kwa sababu tunaona mechi za Simba. Libasege akiwa kwenye kiwango chake unstoppable. Anise Ura na wanakuwa na madhara kivipi? Wapinzani sasa wanaona kama ambavyo sisi tunatazama mpira. Libasege sio kuongeza mapana ya uwanja. Nguvu yake kubwa lazima atakufinya, apige shuti afunge, maana huwa anafunga, au atatenza pasi hizo diagonal passes za hatari sana. Akiwa wakati mwingine kulingana na mwenendo wa mechi unakutana na wapinzani ambao wameamua wanazuia sana. Mnaweza mnabadilishana tu nafasi wakati mwingine mwe orthodox. Yaani wewe unashambulia kutoka upande ambao mguu wenye nguvu upo, wala utishie kupiga crosses kuwavuruga kile. Kwa sababu nasema hivyo, Simba inaonekana pamoja na makali yote wamekuwa machachari zaidi kwenye rekodi, kwa sababu mechi 8 za mwanzo wa msimu walifunga goli 16. Sasa hivi wana mechi si mechi ya 17. Maana yake imeongezeka mechi 9. Wana goli ngapi? Wana goli 10 katika mechi 9. Ngoja tumsikize makocha sasa kama wanajibu ya hilo na bila shaka Ramadhani Mvungi uko tayari kabisa kutupa kile ambacho coaches hawa wa timu zote mbili wameongea baada ya mchezo. Na ndivyo ambavyo matokeo ya kutoshana nguvu ya bila kufungana katika uwanja Sheikh Amri Abeid, TRA United wakiwa ndio wenyeji wametoka suluhu ya bila kufungana dhidi ya Simba Sports Club. TRA wanaendelea kutokuruhusu kufungwa katika uwanja wake wa nyumbani,
Na hapa baada ya mchezo huu ni nafasi ya kuzungumza na walimu wa timu zote mbili, lakini naanza na Etienne Ndairagije wa TRA United kutupa tathmini yake baada ya mchezo huu. Coach, hongera kwa mchezo na tupe tathmini yako kwa kile ulichokiona kwa vijana wako kwa sare hii katika uwanja wenu wa nyumbani. Nashukuru Mungu kwa vijana wamepambana. Tumeweza kucheza na Simba, lakini pia tulicheza na refa. Kuna mistake nyingi, sielewi kwa nini, kama ile goli sijui, maybe ndaangalia kwenye review, but we had opportunity kubwa sana kushinda mechi. Vijana hawakuwa the finishing, tulikosa kitu kwa kuongeza ili hata ile nyingine tungeweza kufunga, lakini niona washukuru pia nikipongeza na Simba, they have a good team, wametupa challenge kubwa. Naona kwenye timu yangu inaendelea kuimarika, kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hilo, tuendelee kupush. Na katika vyumba vya kubadilishia nguo itakuwa ni nafasi ya namna gani kutokana na tathmini ya mchezo huu? Ni mambo gani ambayo pengine unakwenda kuwaeleza vijana wako, hasa ikizingatiwa kwamba hadi sasa katika uwanja wenu wa nyumbani hamjaruhusu kupoteza mchezo zaidi ya sare na ushindi? Mambo ya vyumbani ni siri ya technical, kwa hiyo siwezi kuisema kwenye micro inaenda iongelea na vijana wangu kule, inakuwa ni siri ya ndani. Sawa. Na vipi unaona namna ambavyo mmekuwa na haya matokeo ndani ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid hususan hapa Arusha, namna gani ambavyo mmeendeleza haya matokeo ya kutokukubali kufungwa katika uwanja wenu wa nyumbani? Nafikiri ni kazi inalipa, kwa sababu tunatumika na pia kupata matokeo. That's why we are here. Ni timu kubwa na sisi tunataka kuipea kwingine standard, kwa hiyo lazima tuweke sure kama tunafanya vizuri kuliko hata hii leo. Nakushukuru sana. Shukrani sana. Naam, huyu ni Etienne Ndairagije, kocha wa TRA United, akizungumza kile ambacho amekiona katika mchezo huu. Coach, congratulations for the game. I wouldn't say congratulations, to be fair. Disappointed. I don't think it was our best performance. I thought first half we just didn't attack the space in behind or attack the depth. Everything was in front of their defense and it made it comfortable for them. So we tried second half to make one or two sort of changes, but just sometimes our execution in the final pass or the final cross was just not good enough today. Were there any tactical surprise from your opponents today? No. No, they weren't. Okay, what do you want to say to the Simba fans after this draw? Obviously we appreciate them still coming in their numbers and supporting us. We are going to have challenges on the way. Today was a challenge, but we have to navigate these challenges and find ways around games like this. Obviously we've got to play on the same pitch for the next two matches. We look forward to the cup, and we've got to just ask the fans to keep coming, keep supporting us. It's maybe not a lack of effort today. Again, it was good commitment from everybody, but maybe just tactically and a little bit of our execution was just not good enough. Thank you, coach, and have a great time. Thank you. Naam. Ni coach huyu Steve Barker wa Simba Sports Club akiwa anazungumzia mchezo huu wa ligi kuu soka ya NBC ambao wametoka kutoshana nguvu ya bila kufungana na TRA United katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Naam, na sasa kama tunavyoona Nasir Kombo mchezaji wa TRA United anapokea zawadi yake hapo ya kuwa mchezaji bora wa mechi hii. Well, Kiemba, tunaweza tukaangalia hapa na Ramadhani Mbwaduke kile ambacho kimegusiwa hapo. Kwanza kuna swali hapo. Mimi nilikuwa na mimi na wakwangu tayari nimemsha. Kumbuka kwa namna ambavyo mechi ilikuwa inaenda. Mimi naona aliyehusika na matukio makubwa ya TRA alikuwa Chobwedo, ambayo yangeweza kuleta utofauti baina ya timu hizo. Lakini kwa kuwa timu haija concede, labda wameona defenders walikuwa na kazi kubwa kuliko ile walikuwa wanafanya. Wakati Chobwedo mwenyewe alicheza kama beki pia. Anacheza kama beki na kama kuikosa kakoseshwa na wenzake. Unajua
ndo kile ambacho huwa mnajadili sana na legendary hapa kuhusu goals, assist. Leo alikuwa walau wawe na assist walau 2 Chobwedo kama unakumbuka vizuri. Ambazo wenzake kwa lugha nyingine wangezitumia sasa hivi hapa ingeenda kuchukua pale. Lakini Maduke mimi naona ni yale ambayo waamuzi wanakuwa nayo ndio haya nao watu watuzo nao wanakuwa nayo. Au labda wanaona hilo pito ulichukua wewe na tukupenda tuweze ukatoa mara 2. Sasa ndio haya kutoka wiki ile basi na wiki hii. Lakini nadhani alistahili. Alikuwa one man army katika baadhi ya nyakati. Na ndo akawapa nafasi sasa akina Nasri Kombo ambaye pamoja na kuyasema yote haya atuache kumpongeza pia Nasri Kombo kama nahodha. Defensively walikuwa wazuri pia, lakini walikuwa na idadi kubwa kwa sababu wale ambao majukumu yao unatarajia wawe kwenye ubunifu, shughuli kubwa alikuwa anaifanya Chobwedo katika baadhi ya nyakati peke yake. Anatoka nyuma, ana drive, anakwenda na wakishambuliwa unamkuta. Kuna movement moja ya Simba ilikuwa nzuri ya goli. Alibu alikuwa ni Chobwedo kwenye 18 yao alicheza. Nafikiri ujumbe umewafikia. Fatigue ambayo tunaizungumzia nayo tunaiona imetokea kule Manyara kwa Azam FC ambao wamecheza na Mbeya City. Kumbuka kwamba mechi hii ilienda mapumziko amna. Tunazungumzia kama Ngangita hakuanza mechi dhidi ya Simba. Kwa hiyo dakika zote alizocheza usimtetei kwamba uchovu, labda ubaki huu wa kisaikolojia. Lakini Ashraf Kibeku hakuanza mechi dhidi ya Simba. Yahya Zaid hakuanza mechi dhidi ya Simba. Wapo wachezaji kadhaa. Kwa hiyo sioni haswa mantiki ya kusema hii sare ina nafasi yake. Fatigue ina nafasi yake, umetoka kucheza na timu kubwa, lakini bado kama timu ni title contender, mnataka ubingwa, hautakiwi ukicheza na mkubwa wenzako mechi inayofuata udondoshe point. Tulitarajia wacheze vibaya alafu washinde. Yaani wakubwa wakati mwingine kwa sababu ya fatigue na mechi nyingi utacheza vibaya lakini upate point 3. Yaani fanya unavyoweza. Iwe free kick, iwe penalty, upate point 3. Kwa sababu vinginevyo hii ni sare ya 10. Timu inayotafuta ubingwa, unapambana na Yanga, unapambana na Simba. Kwa uwekezaji uliofanywa na management, bado naona wachezaji benchi la ufundi wakakae wajiulize mara 2 kwamba tumetoka kucheza na Simba. Ina maana mnaoshinda naye Yanga kwa mfano msimu uliopita, msimu mzima akapata sare 1, kafungwa mechi 2 ikiwa na Azam na Tabora United. Ingekuwa kila akikutana na mkubwa mwenzake alafu anaenda kutoa sare au anafungwa, asingekuwa na rekodi hizi. Umeshaona? Kwa hiyo wakakae, yani wasipepese. Swala la fatigue lina nafasi yake lakini sio 100%. Tuwasikilize coaches nao kwa nafasi yao baada ya mchezo ni nini ambacho wanakizungumza. Rukaya Mbugita ndio shuhuda yetu ambaye yuko uwanjani hivi sasa, anatupatia mahojiano na coaches wa timu zote mbili. Simba la Tanzanite kwa raha hapa Babati, si Azam FC wala Mbeya City ambao wameweza kutoka na alama 3 muhimu. Mechi hii imemalizika kwa sare ya bila kufungana kutokea hapa Tanzanite kwa raha. Jina langu ni Rukaya bintu Mbugita na wakati huu hapa na kwenda kuungana na kocha Frolai Benge. Atatueleza namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Coach, another draw today. It's not a good thing for a strong team. No. It's not normal to make a draw today. I'm sorry for our fans, but one more time, I'd say the last game I think we won 2 points against Simba, but today we lost 2 points, so we have to start to win again as soon as possible. What is so difficult in a away team? Oh, it's not because it's away, it's because ourselves. We wasn't good in the first half time. And we play without rhythm, like a friendly game. And when we come in the second half time, it was more difficult because this team play low block. And if you have a lot of skills to play against this team like today, you draw, and the draw is normal. Thank you so much. Yeah. Na coach Frolai Benge huyo, na kwa wakati huu hapa tunakwenda naye kumsikiliza Meki Maxime kwa upande huu hapa, atatueleza na yeye kwa upande wake. Kocha, pole na hongera kwa mchezo. Asante. Na mechi imekwisha kwa sare bila kufungana, alama 1, si haba. Si haba. Kwanza nawapongeza wachezaji wangu kwa sababu kile tulichokitrain wiki nzima tunajiandaa mechi na Azam, na wamekuja, wamejitahidi, apply na Mungu ametusaidia, tumepata pointi 1. Wapi unadhani mlikuwa bora kuliko mpinzani wako sikia leo? Nilisema hapa timu yetu leo inahitaji tuwe smart. Basi tu tumekuwa smart na ndio maana tumeweza kupata pointi 1. Shukrani sana. Asante.
Naam, coach Mexibe, pole sana. Amemaliza hivyo, amesema kwamba wao walikuwa, timu yao ilikuwa bora na wameweza kuondoka na alama moja, si haba kwa siku ya leo. Kile ambacho kimeingia katika yale ambayo coaches wa timu zote mbili wameongea, na Florian Ibenge ni kama vile amezungumza kile ambacho Kiemba na Mbwaduke amekizungumza. Anaonekana kuwa na siwezi nikasema hasira, lakini yuko disappointed kwa sababu neno ambao anasema kwamba wachezaji wamecheza kama wako mazoezini lina maana kubwa sana Kiemba hii. Ni ya kuona ile hali ya kupambana ambayo labda aliona kwenye mechi iliyopita. Shida si mmetoka sare, hiyo sare mmetokaje? Unajua kuna wakati mwalimu mnatoka sare anaridhika na kile ambacho kila mmoja amekifanya, mnatu siku haikuwa kwetu. Lakini ukisikia mwalimu anasema ni kama wachezaji walikuwa wanacheza mechi ya kirafiki. Unajua mechi ya kirafiki mnachotafuta labda kuna utaratibu tu, mnajipanga sisi tutakuwa na mpira tunachezaji. Lakini hakuna pointi wala alama ambazo mnazitafuta. Na inawezekana msimamo pia unaweza ukawa unachagiza hicho ambacho anakizungumza. Amekizungumzia Mbwaduke pia kwamba Azam ni title contender leo hii. Simba anatoka sare, labda yeye angekuwa na faida, iwapo angeweza kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo mwenzake bado ana mchezo mmoja, yeye yuko 18 sawa na ambaye anaongoza ligi Young African. Hiyo ni madhara kama unavyotoka kusema. Wakisikia Simba wameshikiliwa na TRA suluhu, maana yake wao wangeshinda tayari wangekuwa na pointi 36, wangekuwa sawa na Simba, alafu wakaanza kuangalia GD, goal difference, ambazo pengine Simba wangekuwa zaidi kwa sababu ana 26, wameruhusu mabao 6, wana 20. Azam mabao 23, wameruhusu 5, kwa wana 18. Lakini at least kwa sababu pointi mnakuwa mko sawa na ambaye yuko nafasi ya pili. Lakini wakati huo mnapunguza gap kati yako wewe na anayeongoza, kwa sababu kumbuka Azam anataka ubingwa. Azam ni washindani wa ubingwa. Sasa Yanga ana pointi 44, wewe una pointi 33. Utakiwa ushinde, idadi ya mechi mlingane, lakini umepunguza hiyo gap. Lakini kitendo cha kupata sare tena, maana yake wanafanya tofauti ya pointi baina yao na vinara hapo ni pointi 10. Na afu mechi mmelingana. Kumbuka bado mechi 12 ligi ifikie hatamu. Kwa hiyo lazima, ndo maana Ibenge unamuona katika muonekano ule. Lakini hata ukifanya tathmini ya Azam yenyewe, Rashid Taus kikosi cha kwa nacho msimu uliopita kwa idadi ya mechi hizi alikuwa na pointi nyingi zaidi, ingawa sio mlinganisho mzuri kwa sababu washindano kwa tofauti. Msimu huu washindano unaona kama TRA United hawabahatishi, wamemshikilia Yanga, wamemshikilia Singida, wamemshikilia Simba. Kwa hiyo ina maana washindani nao wamebadilika. Kwa hiyo nataja hivyo kwa namba, lakini kimsingi msimu huu kidogo timu zimebadilika katika kucheza. Leo hii Mbeya City ni kweli Azam kwa uwekezaji wao na malengo yao kwa uzito wa Mbeya City unaona walipaswa kushinda, lakini waliingia na mpango kazi ambao umewafanya kina Kevin Pemba Kingu wacheze vizuri sana, kwa maana kuzuia madhara ya Azam. Na hisi ndio atakuwa man of the match Kevin Pemba Kingu kwa sababu ya sitashangaa man of the match akitoka miongoni mwa mabeki wa Mbeya City kwa namna walivyocheza. Kiemba, kuna wengi ambao tunayaangalia na tumeweza kuyagusia, lakini kila unavyoangalia nadhani tunaendelea kukubaliana na Mbwaduke na takwimu zake alizozikusanya za miaka mitatu. Ligi msimu huu ni ngumu. Kuna mazingira yanayofanya ligi iwe ngumu. Ligi ngumu kwa maana ya na Kevin Pemba wewe. Bana ulichungulia uliona mziki alikuwa baada ya wewe kusema na pale tulipokuwa tunaangalia nilikuwa na uhakika kabisa leo Pemba kafanya vitu vingi sana pale kabisa. Yes Kemba. Anasema kuna baadhi ya uwekezaji umeongezeka kwenye ligi yetu. Unajua watu wanaangalia tu hela na wachezaji wanaokuja. Lakini unasahau kwenye eneo la kimbinu na ufundi. Timu nyingi zimewekeza. Utaona leo TRA wanacheza na Simba, wanacheza faul 8, kitu ambacho ulikuwa huwezi kukitegemea. Ulitegemea kungekuwa na kukutana kwingi, lakini wameziba nafasi. Kwa timu nyingi zimeimarika kimbinu. Hata Mbeya City wamecheza na Azam, wamecheza kimbinu zaidi kwa sababu kwa mtu mmoja mmoja walikuwa wana uwezo wa kupambana na Azam. Kwa kimbinu wamejaribu kwenda namna ambavyo wao wamepanga, na bahati nzuri wamekuta Azam nao hawako kwenye hali nzuri, wamewashikilia na wametoka sana. Kwa hiyo tuna matarajio sasa TRA Mbeya City wakienda kukutana na timu za madaraja ambayo yamezoea waperform vizuri, sio tena kwenda kutoka sare ya kufunga. Kwa sababu shida inakuja nini? Wakati anacheza
Mbeya City labda na Fountain Gate, huwezi kumkuta tena Mbeya City anaenda na mtaratibu ambao alikuwa nao. Kwa timu ya pili atabidi awe ni timu ambazo zinapishana na kushambuliana. Pale sasa inakuja pia namna ya mmoja mmoja kuelewa, kwa sababu kuna matukio mengi yatakukuta peke yako na sio kama ambavyo walikuwa wanacheza dhidi ya Azam. Basi tumalize kama AY Master. AY ametoa kwanja na darasa linaitwa ndo manake. Lakini katika neno moja wapo ambalo nimelishika kichwani, anasema ni bora upoteze saa kuliko kupoteza muda. Ametisha.